Kwa majina mimi naitwa Dr. Dennis Penford Machaku. Mimi ni daktari bingwa katika hospitali ya rufaa ya kanda Bugando. Niko katika kitengo cha kwa Kiingereza tunaita surgical gastroenterology, ambayo kinajihusisha na upasuaji wa magonjwa ya mfumo wa tumbo, yani kuanzia tumbo, utumbo mdogo, utumbo mpana mpaka sehemu ya haja. Sasa kuna baadhi ya visababishi ambavyo mgonjwa anaweza akawa navyo kiafya, ambavyo vinaweza vikapelekea au vikawa vina dalili either ni za awali au ni za hatua za mwisho za matatizo ya tumbo. Sasa kuna dalili ambazo hazihusiani na saratani, na kuna dalili ambazo zinahusiana na magonjwa ambayo yana asili ya saratani. Mfano, mgonjwa ambaye hajapata haja kwa muda mrefu, yani hajapata haja kubwa kwa muda mrefu, anaweza akawa na tatizo hasa kwenye mfumo wa haja kubwa. Inaweza ikawa utumbo labda umejiziba au utumbo umejikunja, au anaweza akawa na kizuizi ambacho kimezuia ile haja kutoka. Sasa hizi ni dalili ambazo zinaweza zikatambulisha mapema kwamba kuna changamoto kwenye utumbo mdogo au utumbo mpana. Lakini pia moja kwa moja kwa hilo, mgonjwa anaweza akawa na hiyo dalili pamoja na dalili za kutokwa damu sehemu ya haja kubwa, ambacho ni kiashiria kikubwa sana cha matatizo, ambayo ni lazima tufanye uchunguzi kujua hasa hii damu inatoka kwa upande gani wa utumbo, aidha ni utumbo mpana au ni utumbo mdogo, au inaweza ikawa damu inatokana na tatizo la vidonda vya tumbo, nalo linaweza likafanyia uchunguzi ili kubaini kwamba ni changamoto ambayo inamsumbua ya tumbo na kufanyiwa matibabu mapema iwezekanavyo. Kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikawa zina viashiria vya saratani. Mfano, kama mgonjwa amepungukiwa kilo kwa muda wa miezi kadhaa, kipindi hicho alichokuwa anaumwa, kuna historia ya kupungukiwa kilo na anajiona kabisa kwamba zile nguo alizokuwa anazivaa awali sasa hivi zinaweza zikawa zimtoshi tena, japokuwa alikuwa anakula vizuri, au appetite nayo ilikuwa imepotea na chakula kikawa hali vizuri na ile hamu ya chakula inakuwa haipo. Lakini pia kuna dalili zingine kama mgonjwa kupata homa za mara kwa mara za usiku na kusweti, pamoja na dalili zingine kama uchovu, maumivu ya viungo na mgongo, zikiambatana na kama dalili ni za hatua za mwisho za saratani, kunaweza kukawa kuna kujitokeza kwa uvimbe tumboni, ambao mgonjwa anahisi kabisa hii kitu sio sahihi kuwepo katika tumbo. Kwa hiyo anaweza akajishika akahisi kama kuna uvimbe umeanza kujitokeza. Lakini pia tukiunganisha dalili zote hizi, unaweza ukapata viashiria baadhi ambavyo vinaweza vikawa viashiria vya saratani. Lakini pia mgonjwa anaambiwa kwamba ana tatizo la tumbo, lakini pia ana upungufu wa damu. Inaweza ikawa saratani inaweza ikawa inajihusisha moja kwa moja na upungufu wa damu yake. Sasa hizi ni dalili ambazo mgonjwa anatakiwa zifahamu kwa kawaida, ili kuweza kutambua kwamba ana dalili baadhi ambazo zinaweza zikamfanya afike katika kituo cha afya. Ni vema ufike katika hospitali yetu mapema ili tuweze tukakusaidia na kutatua tatizo lako mapema. Karibuni Bugando Medical Center.